Mambo poa. Uko poa? Niko poa. Naomba kujuana na wewe. Kujuana vipi? Kama vile kujua jina lako, mahali unatoka, unakaa. Mbona mimi nakujua? Wanijua mimi? Yeah. Kwani mimi ni nani? Sio, ni homeboy. Ni nini kweli? Lakini umenijuaje? Kwani wewe dada ni nani? Mbona mimi sikufahamu? Ukitaka kunifahamu utanifahamu. Usijali. Mimi hata nimeanza kutilia shaka huu muonekano wako.
Omboi. Kaka. Una siku umepita bila kuniangalia kweli? Imekwaje leo? Nasema alikuwa anakuja huko kwako. Sema tu mawazo. Haya, karibu. Ili ningekuona huko. Kuna nini lakini? Kuna ndoto mbaya nimeota usiku. Na si usiku tu. Nimeota tena mara ya pili. Hapa sasa hivi nikatoka. Ana sijui nitenyanzia wapi kuelezea. Ndugu yangu, mimi naomba nikuelezee tu, ndio kunisaidia na mawazo. Maana siko ndoto hiyo. Sasa bwana, katika ndoto yangu mimi nilikuwa zangu mtaani. Natembea hivi. Sio, wakumbuka ule msitu uko hapo mbele hapo? Ule wa Msekonde. Ya, huo msitu mazee. Mimi nikapita hivi hapo mbele yake, nikapatana na kasupa, yaani mtoto amesimama tu. Wakati mimi nikianza kuongea, nimeleta mimi nikajitia mnazo, kaenda kumsalimia. Basi vile huyo msichana anajibu, yaani aniongeleshi vizuri, yeye ananiangalia, yajibu ile neno moja tu. Mwisho mimi nikasema basi tujuane. We mwenzangu, hapa pa kujuana hapo. Yaani amenitajia mahali nimetoka, mahali naishi na mahali naenda. Imagine simjui. Acha kuwa serious. Unajua wewe ni mtu ambaye unapenda mademu. Uenda ulimtongoza kitambo, alafu ukasahau. Na kujua vizuri Omboi. Mwenzangu, mimi niko na rekodi ya wale wote nimetongoza. Huyu kwanza anaonekana mgeni katika mtaa huu. Yaani hajawahi onekana hapa, hata mimi ninajua ukimuona hakuna mahali kwingine ushimuona. Ni mgeni kabisa. Yaani hata right angekuwa ni mwenyeji anajulikana, ningesema ni mtoto fulani ama ndiye fulani. Ile jina lake silijui, mahali anatoka sijui. Yeye mwenyewe ni mgeni. Sasa ningeanzaje kushindwa kumtongoza huyo? Mimi nilikwambia kutoka kitambo, sio kila mtu unauona una matunda. Kuna mengine haisai matunda. Wewe kila mwanamke unayemuona unafikiria ni wako. Nishakukanya siku nyingi. Wewe ni rafiki yangu, lakini ufuatilie kile ambacho nakwambia mimi. Sasa sije kumalizia. Si basi baada ya kukataa kunipa jina lake, akaniambia yeye anijua, akanitajia majina yangu na mali nimetoka. Tuliachana, yeye akaenda zake na mimi nikaenda. Mbele yangu sasa. Napata mikao mahali hivi. Very serious. Nachukulia jokes. Ikakwaje? Hapo kutakuwaje ama mimi nikimbie? Wewe utapataje mtu mwenye umeachana naye amekaa mbele yako? Toba. Sasa hiyo ni ndoto yani. Hata fadhali ingekuwa hili. Ningejua mimi niko sawa. Lakini hiyo ndoto naona kama mimi mwenda zini sasa. Yaani sijielewi mimi mwenyewe. Sielewi mwelekeo wangu waelekea wapi. Yote ni pwani. Ina wazuri, ina wabaya. Nacho kushauri bro,
nenda kanisani ama msikitini, nenda kaombewe. Hiyo kweli itawezekanaje? Sasa pasta ama shehe nikimwelezea hii ndoto ataamini? Sasa ataniambia tu ndoto, na tena ataniambia kulala mchana utaota ndoto za ajabu, maana hii nilikuwa nimelala mchana. Utanielewa kweli? Anyway, acha nijaribu. Nitaenda kwa pasta mmoja hapo. Jamani, nimemwacha sielewi ana nini. Sasa atakachinyonga huyu jamani. Hey bro, haki wewe nilifikiri ndiye msaada wangu, lakini umeniacha peke yangu bwana. Sasa hata mimi nimebaki hapo, nashindwa nitaenda wapi. Nalalamika sana bwana, njoo huku, njoo nikwambie kitu. Maana nimekuona hivyo wewe, mimi nikikuacha peke yako sijui utamalizia wapi. Hauko hivi yani kutoka kitambo bro. Bro, hata ungenipa idea nyingine, lakini sasa wewe umeondoka ukaniacha peke yangu. Sasa mimi nimeamua ninaenda kwa shehe. Nitafute shehe mmoja aniongeleshe, aniambie nini nitafanya. Kwani sasa hiyo uko wapi? Njoo nyumbani. Sawa, dakika moja nafika huko. Wewe anayekwambia utangaze mambo yangu ni nani? Mambo yapi? Na kwa nani? Kwa taarifa yako, siri zangu ukizichoa ubaki salama. Niache, wewe ni nani? Na unataka nini kwangu? Najua simu uliopigiwa na nani aliyekupigia. Ole wako. Siri zangu uzitoe tena. Utanijua vizuri. Eti kaota kama ni majini yamemtembelea huyu jamaa.